Kama hujafanya kazi yangu, nitakuita kwenye ofisi za walimu pale. Utachezea bakora. Umenielewa? Na teso za nchi hii. Za huko Ilani. Sawa, ukafanya kazi yangu, sawa? Sawa mwalimu. Mimi naondoka. Hafu mwalimu wewe, unajita kidomodomo, afikiri mimi ndo mnyonge. Nimekudekea tu. Wendako walojitia kunifuatilia niliwafanya. Kimewalamba. Hata nawe jichanganye, kitakulamba. Wewe endelea kunifuatilia. Mama, nimekuita hapa, nataka tuzungumze kuhusu ile swala tuliloongea kwenye simu. Mama, kama nilivyokuambia, hivi ni siku ya 3 sasa Prince haonekani nyumbani. Na nimejaribu kwenda mpaka shuleni, nimemkosa. Nimepita mitaani kote mpaka misikitini kwenda kumtangaza, lakini nimemkosa. Na nilitegemea nitakapokupigia simu utawahi kufika. Lakini matokeo yake nao umechelewa. Ni kweli mwanangu, nilikuwa na majukumu mengi nyumbani, lakini hata hivyo nimefika. Pole sana kwa hili lililotokea mwanangu. Natambua unavyojisikia. Kuhusu hili swala, mimi ushauri wangu naona tumpigie baba yake. Mama, baba yake? Baba yake mama ni hatari katika hichi kijiji. Atakapofika baba yake hapa, kijiji kizima kitakosa amani. Sikushauri mama wangu kumleta babake hapa. Yaani naomba hata hiyo taarifa yenyewe usimpe. Wanasema utu uzima ni dawa. Ndio maana mama nikaamua nikwambie wewe ili kama wewe mtu mzima ufanye wewe unavyoweza, ila sio kumshirikisha babake. Mama mimi sikushauri. Mwanangu, wahenga usema maji yakimwagika hayazoreki. Mimi nilichokiona tumpigie baba yake. Yeye ndiye atojua mbichi na mbivu. Nachoka mimi. Nilizani mamangu naye atanielewa. Lakini matokeo yake anataka kumpigia kaka yangu. Kaka yangu mbolimboli mimi namjua. Najua atakapofika hapa kijiji chote kitakosa amani. Na najua atalipiza kisasi kikubwa sana juu ya mwanae. Nafanyaje mimi? Kuna tuone itakavyotokea. Halo baba. Na taarifa mbaya sana. Mjukuu wangu Prince amepotea. Naomba ufike haraka sana. Tayari nina hizo taarifa. Hivyo basi nitafika haraka iwezekanavyo. Ondoeni hofu. Msiende polisi wala msitoe taarifa sehemu yoyote ile mpaka pindi nitakapofika. Sawa baba. Karibu sana. Nakutakia siku njema na safari njema. Halo. Halo. Nani mwenzangu?
Mkuu, Simbio. Koloboi, nategemea kuingia katika hicho kijiji siku chache zijazo. Hivyo basi, naomba niandalie mazingira. Naomba nisafishie njia. Niondolee vikaragosi, niondolee vibwengo. Nahitaji nifike salama na nifanye mambo yangu kwa usalama. Sitaki kuingiliwa na kikaragosi wala kibwengo yoyote. Sawa mkuu. Karibu sana. Karibu sana mkuu. Kijiji chetu kinakuhitaji sana. Tunahitaji msaada wako. Maana kuna vitoto vimejiibua. Vinaleta shida kijijini. Wanakuja wanajifanya wako moto kweli. Kwa hiyo mkuu, unahitajika sana. Karibu sana. Vipi mama? Prince ulishampata? Kiukweli mwenzako Prince sijampata mpaka leo. Yaani toka ile juzi hilo nilivyokuambia ningoja nirudi, nilikuwa natumaini labda atakuwa kapitia kwenye michezo huko, labda kwa wenzake, labda atachelewa kurudi saa 12 atafika. Lakini nimerudi nyumbani nimekuta hayupo. Mpaka saa 2 nimekaa namsubiri yeye hajafika. Ikanibidi nitoke nianze kwenda kumtafuta usiku kwa usiku. Nimerudi nyumbani saa 8. Mtoto hayupo. Nimelala, huenda asubuhi atafika, lakini pia hajarudi mpaka leo. Sasa atakuwa wapi huyo? Mimi hata sijui. Ninachomshukuru Mungu, nimempigia babake simu na babake yupo njiani, kanambia anakuja. Pia mimi nazidi kuendelea kumtafuta, huenda nitampata. Basi sawa. Hata mimi nitamwangalia siku mbili hizi shuleni. Kama atakuwa amekuja, basi nitamchukua kumleta kwako. Itakuwa jambo jema sana mwalimu. Maana utakuwa umenisaidia pakubwa sana. Maana mimi nashindwa kula, yani nakosa amani kwa ajili ya ule mtoto. Na sijui huko alipo, je, anakula, anaishi vipi sijui mimi. Nakosa amani mwalimu mwenzako. Kama nitafanikiwa kumuona, basi mguu wake mguu wangu mpaka hapo nyumbani. Sawa. Mimi ngoja basi niendelee huko kwenda kunitafuta. Basi sawa. Haya mimi naenda. Haya. Mizimu imenipa tahadhari kwamba kuna mgeni anakuja, na huyo mgeni ni hatari. Huyo mgeni ni mgeni wa aina gani hasa? Mbona roho yangu ni nzito? Inapasa niwe makini sana kwa kumfuatilia huyu mgeni, bila hivyo kitanilamba. Na muda wa kutoa kafara umefika. Hivi niliambiwa nitoe watoto wangapi? Nimekumbuka. Kumbe niliambiwa nitoe watoto 2 kwa wakati mmoja. Ngoja nikaifanya hiyo kazi. Na mimi nikiifanya hiyo kazi, huyu mgeni anaokuja hataweza kunishinda. Bado na mshangao mkubwa sana. Mpaka sasa hakujajua hivi vifo vinasababishwa na nini. Maana kila siku anakufa mwanafunzi. Kibaya zaidi, vifo vyao vyote huwa vinafanana. Na mara nyingi vifo vyote huwa vinatokea chooni. Muda mmoja na siku moja. Tumejaribu kufanya uchunguzi sisi kama walimu, lakini hakuna tulichokipata. Hii tunawaachia serikali. Mwalimu, nimekuelewa sana unachozungumza. Ushauri wangu mimi, jitahidini sana kufanyia uchunguzi, kwa sababu hayo matukio yote yanatokea
yanatokea kwenye shule yetu. Kwa hiyo jaribuni kufanya uchunguzi mjue nini tatizo. Na kama ulivyosema matatizo yote yanatokea chooni, jaribuni hata kufanya uchunguzi pia. Kwa sababu hili swala mkiliachia serikali peke yake mtachelewa sana kujua chanzo cha tatizo. Kwa hiyo ushauri, jaribuni kufanya na nyie uchunguzi wenu pia. Nahisi mtagundua kitu. Sawa, tutaifanyia kazi hilo jambo. Laiti tukipata mhusika, serikali itafuata mkondo wake. Sawa mwalimu. Hebu ngoja niangalie simu yangu, naona inaita. Naomba dakika moja niipokee simu. Sawa. Simbio. Koroboi, nipo njiani nakuja. Naomba uje tunapokutanaga siku zote. Sawa mkuu. Karibu sana. Mwalimu. Ndio. Naomba nikuache. Maana nimepokea simu hapa. Kuna mgeni anakuja. Ninaenda kumpokea. Basi sawa. Tutaonana wakati mwingine. Sawa mwalimu, ngoja nikuache. Ndugu yangu Koroboi, vipi? Fresh Kimbudu kama kawa. Leo safi kabisa. Vipi harakati? Tunamshukuru Mungu, tunajua tena watoto wa kiume tunapambana hivi na hapa na pale, tunajua tena. Kweli leo kwa maisha ya hapa leo mjini hapa bila kupambana wewe uwezo ukatoboa. Kabisa. Lakini samani Koroboi, naona mguu wako kama dharura hivi. Wapi uko unaelekea? Sio dharura sana, maana hapa niko pomo hapo. Sasa kuna ndugu yangu alikuwa anakuja leo. Kwa hiyo naelekea hapo stand nikampokee. Lakini huyo ndugu yako vipi? Naweza kumfahamu? Sidhani kama unamfahamu. Ni ndugu yangu mmoja mjanja sana, anaitwa Mboli. Mboli? Vipi mbona umeshtuka, unamfahamu? Poa blaza, poa. Vipi wewe basi hapo mambo hujamaliza? Eti anauliza Mboli? Kwani unamfahamu? Mbona anakimbia? Yaani kumtajia tu Mboli anashtuka anakimbia. Hapa show ikutana sehemu akawa anadaiwa huyo. Ila sawa basi atajua mwenyewe. Baada mimi naenda kumpokea ndugu yangu. Kimbudu! Wewe vipi? Ndugu yangu Kidumu. Wewe acha. Yaani uweze amini. Nimekutana na nani huyu anamuita Koroboi huyu. Ndugu yake na Mboli unampata? Nampata. Basi nimekutana naye. Ananipa maelekezo kwamba Mboli anarudi tena hapa mtaani. Kwa hiyo tutakuwa naye ndani ya hiki kijiji. Mboli anakuja tena hapa? Baba, kipi hapa ambacho hujakielewa? Sasa wewe huko ulikuwa unaenda wapi? Hivyo mwanangu wa Mboli si unajua? Yaani nilivyosikia vile na vile yule Koroboi ananiambia tena anaenda kumpokea stand. Mimi nilichokifanya bora niondoke kabisa. Ikiwezekana kama vipi nihame hata hichi kijiji. Na hivi mwanangu ninavyokuambia, mimi sio mkaji, acha niondoke baba. Wewe unajua mambo ya Mboli, ni acha niondoke. Wewe Kimbudu! Mboli anakuja. Lile jitu la motoni lililoshindikana katika mji huu. Basi hapa tumeisha. Yaani hapa cha kufanya, Mboli ananirudisha mimi Morogoro. Haki ya Mungu. Dumila anaenda. Mimi naenda Dumila, sitaki mchezo kabisa. Mboli anakuja. Mboli ashindi na njaa. Mboli akikosa chakula anakula majani. Mama yangu. Hapa ngoja nikasombe vilago vyangu. Molo. Sitaki shida mimi. Manake najua balaa lake. Mwenzangu ndio huyo hapo anaondoka. Haina mbaya.
Una shida gani? Wewe. Kaundime. Vipi tena? Mbona wangu? Ina maana una taarifa zozote kwamba Mbolimboli anakuja? Yule baba yule ananongwa. Hapana mwenzangu, hapa mimi sikai, naondoka zangu. Wewe ndio zangu nyumbani. Ndugu wangu, mimi nimekuja hapa, kuna jambo ambalo ninasikia tu. Kama watu wawili wamenielekeza. Nimesikia umempigia simu Mbolimboli aje katika kijiji hiki. Nimeamua nimuite. Maana mwana mambo ananielemea. Siku zinazidi kwenda, mtoto haonekani, au shogangu anafurahia. Na mimi sifurahii. Wala sifurahii kwa sababu Prince namchukulia kama azumba. Hata upoteji wake bado unanipa mashaka, yani nisielewi tutampatia wapi. Ila nimechoshangaza, yani umemwita Mbolimboli. Kwani hakuna ndugu wengine wa kumuita mpaka Mbolimboli? Umesikia? Mimi Mbolimboli nimemuita aje anisaidie. Kwa nini niteseke peke yangu wakati mtoto ana ndugu na mimi nina ndugu wasaidizi? Ndio maana nimeamua kumuita. Kwa mimi sijali haya matatizo yenu atakayoendelea kutokea hapa kijijini. Ninachojali ni mwanangu apatikane, basi maisha mengine yaendelee kwenda. Au kwa wewe mwanao yupo? Hivi mara ngapi kuna mambo mangapi tunasaidiana wewe na mimi? Na tunashirikiana kwa pamoja. Mimi sijui chochote kuhusu Prince kupotea. Mbona hivyo mgeni kila kitu unanilaumu? Kwa sababu mimi nakuja kukushauri kama kukushauri tutumie njia tofauti tukutane na Prince. Lakini wewe bado unanilaumu, unaona kama mimi mbaya nimemchukua huyo Prince, nimemficha au nimemfanyia kitu chochote kibaya. Shogangu, mimi najua wewe una kipingamizi na mimi. Yaani wewe una kitu ambacho kipo roho. Yaani hakuna jambo ambalo mimi nikalifanya wewe ukaa pamoja na mimi. Mimi nakujua Kaundime. Sijaanza leo kukujua. Hakuna hata siku moja umewahi kunisupport hata kitu changu kimoja. Na kujua wewe Kaundime. Kwa hiyo fanya shogangu uende, ila kaa ukijua Mbolimboli nimemwambia aje na lazima afike aje kunisaidia kwa sababu yule ni mtoto wa kiume. Anaweza kaenda polisi huko, anaweza kaenda sehemu mbalimbali akaenda kunisaidia kuliko mimi nashindwa kula, nazidi kukonda naisha kwa sababu ya mtoto. Shogangu wewe leo unakuja na kuletea mada kama hizo, tushauriane, lakini wewe ndio unakuwa kwanza kunipinga mimi. Fanya uende shogangu, langu ndio hilo, nimemaliza. Hapo wewe na mchana mwema. Haya, wasalimie. Vipi Naija? Shwari vipi? Fresh. Alo kwanza kala bahati tu tulivyoonana hapa. Alo na taifa, lakini taifa hili alo sio zuri kabisa. Hivi ninavyokuambia bwana, nimepata taarifa hapa mtani kwamba Mbolimboli anarudi. Mbolimboli? Ndio, huyo mchawi ambaye tumemfukuza sisi. Karudi? Huyo. Naweza amini taifa hii mimi nimeipata kwa jamaa wake mmoja hivi, alikuwa naye penati sana yani. Wakawa tembea pamoja hivi mweusi hivi. Si anaitwa nani hivi jana nimesahau. Nani huyo? Nani? Yes, nimekumbuka. Anaitwa Koroboi. Namfahamu vizuri. Basi yeye ndo alionipa hizo taarifa. Maana nimekutana naye mimi na kumuuliza unaelekea wapi? Anaambia mimi ndo naenda kumpokea ndugu yangu Mbolimboli. Kwanza nikastuka. Toka hapo kwanza nilivyosikia lile jina nikatoka mbio. Mbona ishakuwa kali ya mwaka? Haya, wewe unafikiri tunafanyaje? Ndugu yangu mimi ukiniuliza hivyo mwenyewe nashindwa hata kuelewa. Kwa mimi hapo ninavyofikiria ndugu yangu ile swala ni ili turudi kule kwa yule mganga aliyetusaidia mpaka Mbolimboli akatoka ndani ya hiki kijiji. Unamkumbuka? Wewe unachekesha sana. Nachekesha kivipi? Kwa sababu yule mganga baada ya kumfukuza Mbolimboli, baada ya wiki moja, yule mganga naye akapoteza maisha. Yaani ishakuwa mtihani. Tunafanyaje kuhusu kumtoa huyu Mbolimboli katika kijiji hiki? Wala ishakuwa ajao sasa. Mimi na wazo hilo moja. Naomba tukusanyane wale wote tulomtoa Mbolimboli katika kijiji hiki ili tuweze kumtoa kwa mara ya pili. La sivyo kijiji hiki kitaangamia. Ndio ndugu yangu ndo nazidi kuchoka kabisa bwana. Sasa nisikilize. Mimi wacha nielekee nyumbani katulize kwanza akili, tujue jinsi ya kufanyaje. Alafu baadaye nitakutafuta tuweze kuzungumza. Basi sawa ndugu yangu. Mimi mwenyewe hapa kwanza leo siko sawa kabisa. Kichwa chote ni
Basi sawa ndugu yangu, tutaonana baadaye. Poa. Poa, tutawasiliana basi. Poa. Poa. Karibu. Asante sana. Kuna jina linasumbua mtaani kwetu, na hilo jina kila mtu akilisikia anakimbia, na hilo jina linaitwa Mbolimboli. Je, ni nani huyo?